Hujambo na karibu katika uchambuzi wa kurasa za magazeti siku ya leo ya Alhamisi tarehe 19 2025. Nikikupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya hapa ndani vya ambavyo yalijiri jana na leo hii sisi tunasoma zaidi katika vichwa vya habari vya magazeti haya. Nikianza na gazeti la Mwananchi wanaandika tuhuma za utekaji watu kupotea, Tanzania yajibu UN. Balozi Abdalla Posi aeleza kwenye baraza la usalama msimamo wa nchi kuhusu tuhuma hizo, asema ni uzushi na uwasilishaji wake si sahihi, aeleza mazingira ya uchunguzi, akigusia wa Oktoba polisi nao watoa taarifa. Ingawa madai hayo bado hayathibitishwa kwa uchunguzi huru, Tanzania inachukua kwa uzito tuhuma zilizotolewa na mateso, ukatili wa kijinsia na ukiukwaji wa maadili. Dr. Abdalla Saleh Posi amesema hivyo. Kauli ya jeshi la polisi nasema jeshi la polisi linapokea taarifa hizo, huanza uchunguzi kwa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa nini kilichotokea. Huwezi kusema moja kwa moja bila kumpata wala ushahidi. David Msimi, msemaji wa jeshi la polisi. Baadhi ya matukio yanayodaiwa ya utekaji: Ali Kibao, mtendaji wa Chadema, alishushwa kwenye basi na kuuawa. Mdude Nyagali alikamatwa nyumbani kwake Mbeya, hadi sasa hajapatikana. Deodatus Soka, Jacob Mlei na Frank Mbise walichukuliwa kwa pamoja. Shadrack Chaula, kijana msanii wa uchoraji, alichukuliwa nyumbani kwao. Habari ukurasa wa 4. Matukio ya utekaji: polisi wasema wanajiteka wenyewe. Matarajio ya wananchi daraja la JP Magufuli. Majaliwa asisitiza tafiti za afya, aonya ulaji wa chipsi mayai. Habari ukurasa wa 2. Samia zindua ujenzi shule 103 za amali. Habari ukurasa wa 2. Wawakilishi misamaha ipungue, vyanzo vya mapato viongezwe. Habari ukurasa wa 3. Na hivyo ndivyo tunatamatisha katika gazeti la Mwananchi siku ya leo.